kati ya watu ambao tumepigia simu Hamduni ambaye ndio mwenyekiti wa kamati ya waamuzi, lakini amekuja kuongea hapo Angetile. Kiukweli mimi binafsi sina imani na hii kamati ya waamuzi. Sio waamuzi tu, imefikia mahala sina shida ya waamuzi. Sina visa shida na waamuzi. Shida iko na shida na kamati ya waamuzi na mamlaka za mpira wa nchi. Hao ndio ambao nimekosa imani nao. Hauna imani nao. Na kuna maswali magumu sana ambayo mimi nitayauliza hapa, na wao kama itawapendeza wakiamua kuyajibu watakuwa wametusaidia mpira wetu wa Tanzania. Maswali yapi hayo Nasr? Maswali ambayo binafsi yangu mimi imepelekea kukosa imani na kamati ya waamuzi na mamlaka za mpira kwa ujumla. Maswali unaelekeza kwa kamati ya waamuzi na mamlaka kwa ujumla. Hawezi kujibu. Wasiponijibu manake watabakisha hali kuwa hivi, kuwa watu hawana. Yaani wewe uliza tu kwa niaba ya wengine kusikia, ambayo wakishindwa kuyatolea ufafanuzi manake ni kwamba wanawahalalishia watu kukosa imani nao. Mfano Shomari Lawi, muamuzi kutoka Kigoma, miaka 4 nyuma alifungiwa mwaka mmoja na akashushwa championship. Na mechi ambayo ilimfanya Shomari Lawi afungiwe ni mechi ya Simba na Tanzania Prison. Msimu huu huyo refa amerudishwa ligi kuu na amepewa baadhi ya mechi za Simba. Performance yake imekuwaje? Performance yake imekuwa ni ya maswali. Muamuzi ambaye alifungiwa kutokana na kosa ambalo lilihusisha klabu ya Simba miaka 4 nyuma na kushushwa championship, amerudishwa tu msimu huu, amepewa baadhi ya mechi za Simba. Rudia hapo. Muamuzi ambaye alifungiwa miaka 4 nyuma kwenye mechi ambayo ilihusisha Simba na akatumika championship, msimu huu amerudishwa na alifungiwa. Yani unaposema miaka 4 nyuma maana yake alifungiwa kwa miaka 4 au miaka 4 nyuma alipewa adhabu ya kusimamishwa kwa muda kadhaa? Mwaka mmoja na miaka ilosalia akahudumu championship. Okay, kwa miaka 4 nyuma tunazungumzia 2021. 2020. Kwa alifungiwa 2020. Na kutokea hapo baada ya kifungo chake kumalizika akahudumu championship mpaka msimu huu. Msimu huu ndo amerudishwa na amepewa mechi za Simba. Ambaye ni nani? Shomari Lawi kutoka Kigoma. Amechezesha mechi ngapi? Sina nini rasmi, lakini alichezesha mechi ya Simba na Singida, na ni mechi ambayo Singida walikuwa na malalamiko na huyu referee jinsi ambavyo aliendesha hiyo. Hicho kipindi cha nyuma kifungo chake kilikuwa ni cha muda gani? Cha mwaka mmoja. Miezi 12. Okay. Kwa hiyo muamuzi ambaye alitoka kufungiwa kutokana na timu fulani, alifungiwa, amerudishwa, na msimu huo anakabidhiwa mechi ya timu hiyo hiyo ambayo ilifanya huyo muamuzi afungiwe. Hilo ni swali ambalo tunalipeleka moja kwa moja kwenye hiyo kamati ya waamuzi. Kwa nini wanafanya hivyo? Na tunajua muamuzi fulani makosa yake yanapojinathibisha na timu fulani, unapomrudisha kwenye kalenda, basi mjitahidi kumuepushia hiyo michezo ambayo ilimsababishia yeye kufanya hayo makosa na mpaka akafungiwa. Hilo ni la kwanza. La pili, kwa nini waamuzi wanaoonyesha upendeleo wa dhahiri, sio kukosea? Kuna muamuzi kukosea na kuna muamuzi kuonyesha upendeleo wa wazi, hawachukuliwi hatua yoyote. Hilo ni moja, lakini wanarudishwa kwenye kalenda ya timu zile zile ambazo walionyesha upendeleo wa wazi. Mfano ni Smart mechi dhidi ya Simba na Namungo, sio kwamba tu alikosea kibinadamu, lakini alionyesha upendeleo wa wazi kwa klabu ya Simba. Ninaposema upendeleo wa wazi, nishai kusema hapa, mimi kwa muamuzi naweza nikapima makosa anayoyafanya kwenye matukio makubwa, na naweza nikapima dhamira ya referee kwenye mchezo husika. Smart kwenye mechi ambayo ilikuwa ni ya Namungo dhidi ya Simba, dhamira yake ilikuwa sio nzuri kwa upande wa Namungo, na ndio maana baadhi ya rafu ambazo walikuwa wakicheza wachezaji wa Simba alikuwa anaweza asitoe foul, lakini rafu hizo zikichezwa na wachezaji wa Namungo alikuwa anaweza kutoa foul. Lengo ni kuwatoa Namungo mchezoni na kuwafanya Simba wawe na advantage ya
Namungo kutoka mchezoni. Kwenye mchezo huo Smart alitoa red card ambayo haikuwa na msingi wowote kwa Derrick Mkombozi, ambaye baadaye ilikuja ikafutwa na kamati hiyo ya waamuzi. Walichukua hatua gani kwa huyu muamuzi? Mbaya zaidi sio tu kumchukulia hatua, lakini baadaye wakaja wakampa mechi ambayo inahusisha timu hiyo ndani ya msimu huo. Wakaja wakampa huyo muamuzi mechi ambazo zinahusisha timu hiyo ambayo alionyesha upendeleo wa wazi kabisa kwa mechi hiyo. Hilo ni swali jingine ambalo linaenda kwa kamati ya waamuzi, na bado akapewa tena mechi. Yani kwa huyu Smart na bodi hii ya kamati ya waamuzi yeah. Kuna maswali mengi sana. Moja ni kwa nini baada ya kuonyesha upendeleo wa wazi kwa club kwa Simba hakuchukuliwa hatua yoyote? La pili, kwa nini anarudishwa kwenye kalenda ya mechi ya timu ambayo hiyo alitoka kuipendelea? Tatu, kwa nini asingepumzishwa? Ninaposema hivi na jina la klabu ya Simba ninapohitaja sana, watu wanahisi kwamba mimi nina chuki na Simba. Lakini mimi nitawauliza kitu kimoja. Maswali ambayo nimeyauliza yana logic nyuma ya maswali. Timu zingine pia zimekuwa zikinufaika na waamuzi. Mfano nimeona moja ya swali ambalo hata mimi naulizwa sana ni la Kayoko. Aliyechezesha mechi ya Simba na Yanga na Simba. Kwamba wewe ile huioni, mimi ile naiona. Na kiukweli refa alikuwa amekosea. Lakini na of course nilihisi kama kuna dhamira kwa Kayoko kwa upande fulani kutokana na zile penalty 2 ambazo Simba walinyimwa. Lakini refa huyo kwenye mechi hiyo Hamza alitakiwa aende nje kwa red card. Center back kwa Simba. Lakini hakwenda nje kwa red card. Yes, kwa faulu yake kwa Dube. Lakini kuna swali ambalo nimeliuliza kwa Smart na mimi hili nitalipeleka kwa Kayoko. Kayoko alikosea kwenye mechi ya Yanga na Simba. Lini tulimwona tena Kayoko akihusika kwenye mechi ya Yanga? Baada ya kukosea pale. Na kuna kipindi kilipita tulikuwa hatumuoni kwenye mechi yoyote mpaka tukaja kumuona akaibukia kwenye mechi ya Ken Gold. Miezi mitatu. Kwa hiyo alikosea kwenye mechi ambayo ilikuwa inamhusisha Yanga. Na baada ya mechi ile mpaka leo Kayoko hatujamuona tena kwenye mechi yoyote ambayo inahusisha klabu ya Young Africans. Kwa nini kwa upande wa Simba marefari wanaweza wakakosea na kukaonekana kuna dhamira yao marefa kuipendelea klabu ya Simba, lakini haipiti tena muda unaona hao marefari wanajihusisha tena na mechi za Simba? Kwa hiyo ni vitu ambavyo kamati ya waamuzi wanavi-entertain na vinahitaji majibu kwa Watanzania. Wao kuwepo pale sio kwamba wao wana umiliki na hiyo kamati. Ni wanawakilisha watu wote ambao wanahusika kwenye mpira. Kwa hiyo maamuzi yoyote wanayowachukua hawayachukui tu kwa manufaa yao, wanachukua kwa ajili ya manufaa ya mpira kwa ujumla. Kwa haya maswali ambayo nimehoji yanatosha kabisa kwa mtu yoyote ambaye mwenye dhamira nzuri na mpira huu wa Tanzania kukosa imani na kamati ya waamuzi. Lakini si tu kamati ya waamuzi, mpaka mamlaka zote za mpira kwenye hii nchi. Haya niloyaona mimi, bodi ya ligi hawayaoni, wakaenda wakajadiliana na kamati ya waamuzi. Haya ninayoyaona mimi, TFF hawayaoni, hadi wakaenda kujadiliana na kamati ya waamuzi. Wanavyoendelea kukaa kimya na kutolea ufafanuzi yoyote juu ya haya yanayoendelea, wanatufanya sisi tukose imani na mamlaka zote za mpira kwenye nchi. Kwa hiyo kwa hapo nilipoanzia, mimi binafsi yangu nisipopata majibu ya kuridhisha, na wote ambao hawana imani na mamlaka za mpira wa nchi hii watakuwa wamepewa sababu kubwa sana ya kukosa imani na mamlaka za soka. Kwa hiyo kwa maswali yangu hayo machache, mimi amenifanya kukosa kabisa imani na kamati ya waamuzi na mamlaka zote za mpira kwenye nchi hii. Njema. Unajua kabla mjaenda huko, ngoja niwarudishe hapo tu sehemu moja kidogo tu. Unajua hapa mnazungumza masuala ya waamuzi, lakini watu wengi wanakuwa wanashindwa kuelewa, na inaonekana kama au inaweza kuonekana kama ni ajenda ya upande mmoja, kwa sababu mifano mingi inayotolewa
ni ya mechi za Simba tuna waamuzi. Unanipata vizuri? Baki hapo hapo kwanza, je, baki hapo hapo.